ukishindwa kutambua huduma yako, kitu cha kwanza kabisa utatamani huduma za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile tumesema kwamba inapoteza muda mwingi. Wewe mwenyewe utakuwa unapoteza muda mwingi nje na kusudi la Mungu. Kwa hiyo ni madhara ya kutokujua huduma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunatambua huduma kwa kutambua Yesu kama mkuu wa kanisa. Kila mmoja anapotambua Yesu kama mkuu wa kanisa na jinsi ambavyo alikuwa amewahudumia. Yesu yeye mwenyewe alikuwa amewaponya, yeye mwenyewe alikuwa amewasaidia watu. Kama sisi wa Kristo tunapaswa kumtambua Yesu mwenyewe kama mkuu wa kanisa. Hebu tusome Mathayo 16 mstari wa 16. Katika sura ya 16 mstari wa 16 inasema, Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amina. Huo mstari mmoja tu unatosha. Unajua Petro alimtambua Kristo. Yeye ndio mtu pekee aliyejibu swali liloulizwa na Yesu kwamba mimi ni nani? Na wewe pia leo inawezekana ukawa na swali ukajiuliza kwamba Yesu ni nani? Je, unajibu? Unaweza kuwa na jibu. Je, Yesu amekuwa hai wapi katika maisha yako? Je, katika utumishi, katika huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yako, ni kwa jinsi gani wewe mwenyewe umetembea na Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza habari ya huduma, kuna huduma nyingi. Nilipokuwa nimekaa pale, kuna huduma ambayo huwa mara nyingi inawezekana pia isitambuliwe, huduma ya kusisitiza. Nikawa najifunza hata kwa Mwalimu Gabi. Yeye huwa akisimama kwa ajili ya kuzungumza jambo fulani, atalisisitiza, atalihimiza kiasi kwamba hata kama kulikuwa na hali fulani ya kutokuwajibika, utawajibika. Bwana Yesu asifiwe. Ni huduma ya msisitizo, exhortation, ni huduma ya kusisitiza, ni huduma aliyopewa. Na kila mmoja anapaswa kuitumia huduma hiyo. Wewe umepewa huduma ipi? Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja kwa nafasi yake. Kuna huduma ya uimbaji, kuna huduma ya kumshauri mtu, kuna huduma ya kuhubiri, kuna huduma ya kufundisha. Kila mmoja kwa nafasi yake anapaswa kutumia huduma yake. Tunaona mifano michache. Agano la Kale tunamkuta Eli na Ana, wao walihudumu hekaluni. Kazi yao hasa ilikuwa ni kuwaombea watu, lakini pia kuwatakia watu baraka. Ilikuwa ni huduma kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna huduma zingine, pengine mtu fulani anaweza kwenda kuwaona tu wagonjwa hospitalini, kwenda kuwatia moyo, kwenda kuwafariji, ni huduma kwao. Kuna huduma ya kuwatambua watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mama mwenyekiti leo amefanya huduma ya kumtambua mtumishi wa Mungu. Ni huduma, ni kitu ambacho Mungu ameiweka ndani yake kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Takatifu kama vile uongozi, huruma zinazotolewa na Roho Mtakatifu, kwa lengo la kujenga kanisa. Huduma zote zinatolewa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujenga kanisa. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 12 mstari wa 17. Kama mwili wote ukiwa jicho, wapi kusikia? Kama wote ni sikio, wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho. Tuishie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna namna fulani watu wanaweza kuhitaji huduma fulani moja. Watu wengine wanahitaji wote kuwa waimbaji. Inawezekana watu wote wakahitaji kuwa wanasifa.
watu wengine, pengine watu wote wakahitaji kwa wachungaji, watu wote wakahitaji kwa walimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mazingira ya Mtume Paulo anapoandika haya, inaonekana kwenye kanisa hilo la Korinto kuna namna watu walikuwa wametamani kufanya jambo moja katika kanisa, wakashindania kufanya kitu kimoja. Lakini hapa Paulo anafafanua vizuri kwamba kila kiungo katika mwili ina kazi yake. Kuna kazi ya kila kiungo, kuna kazi ya mkono, kuna kazi ya jicho, kuna kazi ya mkono. Vivyo hivyo sisi katika kanisa, kwa huduma zetu tunaujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe.